Kadhalika katika mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza, si ndani ya swala, lakini ameyakataza ya kujifananisha na mnyama, ni annahyu anil audi fil hiba, mtu kuirudia zawadi aliyokwishaitoa akataka airudishiwe, bali hata kununua sinunue, aiacha shatoa. Na jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inda al-Bukhari anasema al-aidu fi hibati, mwenye kuirudia zawadi yake ambayo ameitoa hiba, kal kalbi yarji'u fi qai'i, ni sawa na mbwa anayerejea matapishi yake. Kwanza ni mbwa na amerejea matapishi, si kwamba amekwenda kwenye kula chakula kizuri basi, ni mbwa. Mpigiwa mfano wa mnyama mbaya kabisa katika tabia, kadhalika anakirudia kitu kibaya ambacho ni matapishi. Katika hili al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fath al-Bari anasema la baghi lana ma'shara al-mu'minin, haipasi kwetu sisi waislamu an nattasifa bi sifatin dhamima, kusifika na sifa yoyote ile mbaya, yushabihuna fiha akhassul hayawanat, atafanana na sisi katika sifa hiyo wanyama waliokuwa duni katika maadili, fi akhassi ahwali, katika hali zao zilizokuwa mbaya kabisa. Sifa yoyote ambayo anasifika nayo mnyama aliyekuwa duni katika maadili, haifai muislamu kupambika na kusifika na sifa hiyo. Kadhalika tumekatazwa kunyanyua mikono ndani ya sala wakati wa kutoa salamu, na hili lilipatikana kwa maswahaba katika hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, anasema kunna idha sallaina ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam qulna bi aidina assalamu alaykum wa rahmatullah, alafu akawa anaashiria mikono yake upande wa kulia na upande wa kushoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia alama tumiuna bi aidikum, kwa nini mnaashiria mikono yenu? Kaannaha adnabu khayli shumsin, inasomwa kwa sukuni ya mimu na dhammi ya mimu kama anavyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa nini mnanyanyua mikono yenu? Kana kwamba vile mikia ya farasi wasiyetulizana ambaye ana idtirab. Inma yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi, inatosheleza mmoja wenu aweke mikono yake katika mapaja yake, thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali, amsalimie ndugu yake aliye kushoto na kulia. Kwa hiyo mtu kunyanyua mikono ndani ya swala, mpaka sasa watu wanafanya jambo hilo. Tumekatazwa kujifananisha na farasi. Utaona kwamba kuna wanyama tumekatazwa kujifananisha nao kwa sababu ya nafasi ya mwanadamu alionayo. Kwa hiyo si busara kwa mwanadamu kujifananisha na wanyama. Na sifa ya mwisho nitakayoitaja ni atashadduqi fil kalami katakhalluli albaqara, ni mtu kuzungumza kwa kujikalifisha pembeni mwa midomo yake, akawa akiongea anabinua midomo, kujifanya kwamba mtu fasaha sana, kama vile anavyokula ng'ombe, ona midomo yake inavyobetuka. Na kuna watu wakizungumza hujifanya kuzungumza kwa kujivuna na kujidai kama vile anavyotafuna ng'ombe. Amekatazwa mtu kuzungumza namna hii. Hata katika usomaji wa Qur'ani utakuta wanataja katika wale makurra, wanataja katika sifa ambazo mtu atakiwa kuwa nazo, kusoma kwa upembe hivi katika midomo yake. Yeye ana midomo inakaa sawa sawa, anaweza kusoma midomo yake ukimuona kama alivyo hivi akitulizani, akataka kusoma kwa mbwembwe nyingi akawa anaibinua midomo yake. Jambo hilo pia limekatazwa, si mtu katika mazungumzo yake ya kawaida, wala katika mawaidha, wala katika usomaji wa Qur'ani. Jambo hilo limekatazwa. katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah azza wa jalla yubghidhu al-baligha min ar-rijal, anamchukia mtu ambaye anabinua midomo yake kwa ufasaha, alladhi yatakhallalu bilisani, ambaye anazungusha ulimi wake, takhallul albaqarati bilisaniha, kama anavyozungusha ulimi wake ng'ombe, kama ng'ombe anavyozungusha ulimi wake. Hizi ni baadhi ya sifati ambazo tumekatazwa kujifananisha na wanyama, lakini kwa ujumla kawaid kwamba sifa yoyote anayosifika nayo mnyama hatakiwi sisi kusifika nayo. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.